Siku moja nikapokea simu kutoka kwa mamangu, akaniambia, mwanangu, kwa jinsi ninavyoona mambo yanavyoenda, sidhani kama tunaweza tukamaliza degree. Kwa mara ya kwanza nikawaza, hivi nafanya nini na maisha yangu? Mimi nilitoka kwenye maisha ya chini kabisa, lakini sikuwa serious kabisa. Baada ya pale sasa ikabidi ni drop out chuo, kwa sababu bosi anajua wewe unajua kazi, lakini wewe ndio unajua kwamba hujui kazi. Ile 10,000 unaipata, tunanunua mikate, majani ya chai, sukari, tunahakikisha tuna stock hiyo. Mimi photography au production haikuwa ndoto kusema kwamba ni ndoto, ilikuwa ni ndoto ambayo ilikuwa crafted. Sisi tulikuwa tunaingia kwenye industry tukiamini tunaenda kutengeneza kitu kikubwa, hatujui tutakitengenezaje. Nikiangalia namna vitu ambavyo vimeplay hapo, nadhani ni Mungu. Biashara kubwa ujue sio media yenyewe. Sasa hivi makampuni yatoi hela ile tena ambayo huwa yanatoa zamani. Kwa inabidi utengeneze product yako. Kwa hiyo inabidi utengeneze product yako mwenyewe. Tulikuwa tunasubiri sasa kutoka kwao. Mwezi wa kwanza kimya, wa pili kimya, wa tatu, wa sita, wa 10. Hata sasa wale watu ambao tunawasiliana nao wapate na kesi. Haikuwa ngumu personally, lakini kuna namna iliumiza kampuni. Hii skill ambayo unaizungumzia nilijifunza. Kile ndio ninachokitaka kukipata. So either nifanye mimi au nikuite ufanye wewe, lakini still mimi ninachokitaka ni kile pale. Mimi ndio nimefanya kitu fulani. This is a teamwork. Nimekuona wakati unanichaji 200,000. Leo unanichaji milioni 30. Why? How dare you? Every step inahitaji a different version of it. Siku zilipokaribia, siku moja tukapokea simu, kaambiwa dada yenu amefariki, yule mtu ambaye tunatakiwa twende tukakae kwake sasa. Kwa hiyo mara kwanza tunaenda Dar, haikuwa kwenda kukimbiza ndoto, ilikuwa tumeenda msibani. Ulivyo build iRock mpaka sasa hivi, ni kitu ambacho ulitegemea kukibuild hivi au yani was it always the dream au dream imekuwa bigger than what you thought? Naweza kusema iRock ni sehemu ya ndoto. Ni sehemu ya ndoto. Kuanzia mwanzoni kabisa ilikuwa clear. Ilikuwa clear kwamba ni kitu gani tunataka kukitengeneza. Sana kwenye hii industry. Nikirudi nyuma kidogo, namna tulivyoanza mpaka kufikia hapa. By the time mimi nilikuwa nasoma chuo Dodoma, CBE. Na nilikuwa na group ya washikaji zangu ambaye business partner wangu sasa hivi nilikuwa ni part ya marafiki zangu. Okay. So nimesoma pale certificate, nikasoma diploma na plan ilikuwa ni kuendelea na degree. Kwa somo course gani? Nimesoma procurement. Oh, okay. Lakini baada ya degree nikaingia marketing. Okay. Kwa sababu procurement hesabu zikaanza kuwa nyingi, kwa ikabidi niingie marketing kwa sababu pia niko naona napenda sana branding. Yeah. So nikaingia marketing. Wakati naendelea na mwaka wa kwanza wa degree, siku moja nikapokea simu kutoka kwa mamangu. Akaniambia, mwanangu, kwa jinsi ninavyoona mambo yanavyoenda, uchumi wangu jinsi ulivyo kwa sasa hivi, sidhani kama tunaweza tukamaliza degree. Kwa sababu pia mdogo wako anakuja kusoma pia. Kwa sababu tayari una diploma, inabidi uchukue vyeti, uingie zako mtaani utafute kazi. Ili sasa kwa pamoja tushirikiane kufanya kumsukuma dogo. Na kiukweli kwa jinsi ambavyo nilikuwa chuo kwa kipindi kile, mimi nilikuwa mtu wa michezo kiukweli. Sikuwa mtu shule. Sikuwa mtu shule. Na naweza kusema kwa mara ya kwanza nikawaza, hivi nafanya nini na maisha yangu? Kwa sababu nilikuwa sijawahi kusema direct kwamba kitu fulani nataka nikimaliza chuo nifanye kitu fulani. Nilikuwa sina hiyo idea kichwani. Labda kwa sababu maisha kwenda tu poa kwa tulikuwa yani mimi nilitoka kwenye maisha ya chini kabisa, lakini sikuwa serious kabisa, yani sikuwa serious kabisa. Kwa hiyo naweza kusema ile ndio ilikuwa wake up call. Baada ya pale sasa ikabidi ni drop out chuo. So nilipo drop out chuo nikabai time kidogo, nikabaki pale Dodoma kama miezi 2. Kwa kipindi kile nilikuwa najiuliza kila siku kwamba nafanya nini yani. Yaani sitaki kuajiriwa. Especially serikalini. Nafanya kitu gani? So ikabidi nianze kujifanyia tathmini mwenyewe. Nikaja kurealize napenda sana entertainment. Napenda sana entertainment. Napenda sana media.
napenda sana creative, tuseme creative industry. Sawa, that's general. Lakini kitu gani specifically natakiwa nikifanye? So kwa kufanya research kipindi hicho nikaja kuona watu kama kina MX Carter, Ose, Raki. Photography kipindi kile ilikuwa hiyo ni 2016. Ilikuwa ndio tuseme mwamko umeanza photography. Nikaona hiki ni kitu ambacho naweza nikakifanya. So nikaanza kufuatilia kuhusiana na photography. Na kumbuka kipindi hicho pia kuna mshikaji mmoja anaitwa Wilhelm, sio kama unamjua. Wilhelmina. Wilhelm. Alikuwa anafanya mpaka sasa anafanya Jux, lakini kipindi kile pia alikuwa anapiga projects na Jux na nini. Nakumbuka walikuja Dodoma kufanya show. Nikamwona mshikaji anapiga picha. Kwa hiyo mimi muda wote simwangalie msanii anapoperform wale. Ndio jamaa anafanya. Wale mshikaji anafanya kazi. Baada ya show kuisha nikaenda backstage, nikamfuata mshikaji. Nikamuuliza kuhusiana na kamera yake, industry ikoje na nini. Najua alikuwa very humble. Akanielekeza, akaniambia mambo jinsi anavyofanya kazi na nini. Kwa hiyo kiendelea kutrigger ile interest kuhusiana na photography. Nikasema let me build a plan. So nika craft my plan, the bigger picture na kila kitu. Lakini kwa jinsi nilivyokuwa naiona hiyo plan yangu nikasema it's scary, yani siwezi kutoboa mwenyewe. Unajua siwezi kutoboa mwenyewe. Nahitaji mtu ambaye ana share same hunger, same uchizi kwa sababu kama ni kitu ambacho hakiexist, hakuna capital, hakuna chochote. Lakini hiki ndio tutakachokifikia. It's almost impossible. So nikafikiria Carson, ambaye ni business partner wangu, namfahamu nadhani. Kwa sababu kati ya washikaji zangu wote tulikuwa tunaongea lugha moja zaidi. So nikaenda nikaongea naye. Na yeye alikuwa na plan zake. Alikuwa na vision zake. Mlikuwa wote chuo, si ndio? Tulikuwa chuo. Tumesoma, tumeanza wote chuo kuanzia certificate paka diploma. So nikamfuata, nikamwambia kuhusiana na plan, nikamwambia kuhusiana na vision na the bigger picture na kila kitu. Na kwamba natamani tufanye naye. Kuanzia siku hiyo going forward haikuwa tena vision yako. Ilikuwa ni vision yetu wote wawili. Issue ikawa ni kumwambia mama kwamba ndo hiki ndo ninachotaka kufanya. Nakumbuka nilitumia kama wiki 2 wiki 3. Namuelezea kwenye simu. Naona kama umeelewa hii. Kesho tena tunaanza huko. Nikasema kwa nifunge safari niende nyumbani. Mimi natokea, nimezaliwa na kukulia Mpanda, Katavi kama Katavi. Okay. Yes. So nikaenda nyumbani. Ilikuwa pia bado ni kazi ngumu sana kumwelewesha kwa sababu ilikuwa vile vile. Leo namuelezea, naona kama ananielewa hivi, lakini anielewa. Lakini pia siwezi kumlaumu kwa sababu kwa experience yake na alichokiona na tulipotokea. Ukimwambia mtu anataka kupiga picha, akiwaza photographer anawaza wale wapiga picha ambao wanatembea na baiskeli mtaani na kibegi. Na miaka yote unaona hivyo hivyo tangu watoto hadi mnakuwa wako vile vile. Kwa hiyo ndio kwa picha yake kichwani. Kwa hiyo basically alikuwa akiangalia hivyo, anaona path ya njia ya wewe kufanikiwa kwenye hiyo njia, probability ya kufanikiwa kwenye hiyo njia hakuna. Ni ngumu sana. Yaani naweza kufanya miujiza gani kusema mpaka nikafanikiwa. So ilikuwa ngumu mno mpaka ikafikia time nikamwambia tu naomba ruhusa yako niende nikajitafute. Kama sitofanikiwa vyeti si vipo, tachukua vyeti, taenda serikalini au halmashauri nikaombe ajira, au si? Uzuri ni kwamba aliniruhusu. Lakini akaniambia nilikuwa nakusomesha, ulikuwa jukumu langu, sasa hizi it's on you. Fresh mimi nikaondoka. Bahati nzuri sasa wakati mimi naenda home, kwa sababu tayari tulikuwa tushaline na Carson pale Dodoma. Carson akaendelea kutafuta connection kwa sababu tulikuwa tu chochote. Hatujui hata photographer ambaye yuko Dodoma ambaye akasema this is it, this is what we want. Kwa hiyo kwenye ile kutafuta tukapataga nafasi ya kufanya photography Maisha Club Dodoma. Na kuna sehemu nyingine inaitwa Rainbow. Kwa tukaanza kupiga picha pale. Haikuwa ajira, ilikuwa mpaka kuna kamera, kuna picha zinahitajika. If you're interested, pigeni. Na hicho ni kitu ambacho mlipropose, mlienda kwao mkapropose au walienda kwao? Kwa sababu walikuwa hawajui kuhusiana kama sisi tunajua picha. Kwa sisi tulienda kwao. Kwa tukaanza kupiga picha pale Dodoma. Lakini wakati tunapiga picha sisi tunasema tu
tuna seti mipango tuje Dar. Yaani Dodoma sio sehemu yetu. Sisi tuna seti mipango tuende Dar. Tukaanza kupiga picha nadhani 2016 mwezi wa 5. Tukawa pale Maisha Club. Kwa siku bosi akifly anaweza akapa 10,000, anaweza akapa 20,000, inategemea sana siku. Kwa sababu sio ajira. Sio mwisho wa mwezi mama shingapi. Kwa hiyo wakati tuko kule tukawa tuna set up place zetu Dar. Sehemu ambazo pia tunaweza tukaje tukapata nafasi. Kwa hiyo tukawa tunafuatilia Slide Visuals, nakumbuka tunafuatilia Clouds. Tunafuatilia kipindi hicho mkuu wa wilaya Kinondoni Ali Happy. Kwa hiyo hizo sehemu ambazo tunazisikilizia. So wakati tunafuatilia sehemu ambazo tunaweza tukaje tukafanya kazi, kwa tunafuatilia pia sehemu ya kuja kukaa. Lakini hapo mind you tayari tunasema tunataka tuwe na kampuni, tuwe na media, kila kitu tunachokiona leo. Yaani basically na jina pia lilikuwepo? No. Lakini the whole picture. Jina liko tofauti. Kipindi hicho kwa ni Dolphin. Tunaita Dolphin Photography. Dolphin Production. Okay. Yes. Lakini the way we are seeing it right now, picha ilikuwepo tayari. Yes, and it's part of it. So muda uko unakaribia. Tukafanikiwa, kuna mtu akajitolea akasema, mimi na sehemu mkija Dar mnaweza mkaja mkafia. Basi fresh tukawa very excited. Unajua na count days ya. Lakini pia kukawa kuna mwanga pia kwenye zile sehemu ambazo tunazifukuzia, sehemu za kufanya kazi. So siku zilivyokuwa karibia, kwa siku moja tukapokea simu. Imekaribia ni tuna kama wiki 2 wiki 3, yani kila kitu tushake, mazingira tushake sana. Hadi sehemu ambapo tunafanya kazi tushatoa notice. Kwamba sisi msitutegemee sana. Mbona bana. Kwa hiyo siku zilivyokaribia, siku moja tukapokea simu, kaambiwa dada yenu amefariki. Ile mtu ambaye tunataka twende tukakae kwake sasa. Kwa hiyo mara kwanza tunaenda Dar, haikuwa kwenda kukimbiza ndoto, ilikuwa tumeenda msibani. For a moment ilikuwa noma sana. Kwa hiyo so tukaja Dar msibani, lakini maisha pia na namna yake tofauti sana. So wakati tuko msibani, kwenye kuongea na mabraza, kupiga story, kuna brother tukakutana naye, akatuofa something. Sema ya kukaa. Alikuwa anafanya kazi bandari, lakini alikuwa na project ya kilimo. So akawa na resign bandarini, anaenda kufanyia project yake kilimo. So akasema na kama miezi 2 ya kufuatilia utaratibu niweza kuondoka kazini, afu nyinyi mnaweza mkafaje mkaje mkakaa kwangu. Na kwa hiyo kuna kila kitu, furnitures, TV, kila kitu. Basi fresh kwa tukarudi tena Dodoma baada ya kumaliza mazishi na kila kitu. So tulivyorudi Dodoma tulikuwa tunasikilizia tena, tukarudi tena kazini ambako mmekuwa mmeshatoa notice. Tulikuwa tumeshatoa notice. Na ilikuwaje? Yani no, jamaa walikuwa na, yani walikuwa wanatupenda kwa sababu the passion was yani over the roof, yani kwa sababu ulipwi ufanyaje, you are right on time, you are delivering, yani kila kitu, unaelewa. So tulivyorudi tukawa tunasikilizia sasa brother afanyaje, amalize mishe zake, sisi twende tukakae. Siku aziendi ndugu. Tukasema mwanangu tuenzetu Dar tukamsikilizia huko. Uzuri kwa tunashikaji zetu pia. Kwa tukaenda Dar, tukaenda kwa washikaji zetu. Nakumbuka tuenda Magomeni mara kwanza. Washikaji zetu kwa wawili wana kitanda kimoja. Chumba kimoja, kitanda kimoja. Kwa wawili na sisi tukawa 4. Kama baada ya wiki tunaona sasa sio kweli. Hapa tuna kabisa, yani tuna nyuma uhuru wa tukaenda kwa mshikaji wetu mwingine Tandika, nakumbuka. Wao walikuwa wameachiwa nyumba afu kwa wawili tu. Tukaenda tukakaa kule kama wiki 2 wiki 3, vitu viendi, yani unajua, yani na hizo wiki wakati mnakaa hapo mlikuwa mnafanya nini yani? Hamna tunachokifanya brother. Tusikilizia. Mambo mlitika. Hamna tunachokifanya kabisa. Tukaenda tukakaa Tandika kama wiki 2 wiki 3. Pale pia tukaona sio kweli. Yani kuna katu mwingine alikuwa anakaa Kibaha. Yakasema mimi nasafiri, mnaweza mkaja wakati mmemsikilizia brother amalize na mishe zake za kuresign na kuama, mnaweza mkaja wapi? Kibaha. Tukaenda zetu Kibaha, tukawa tunakaa Kibaha kule. Tukakaa na kwenye kama wiki 2 wiki 3 hivi. Hatimaye mshikaji akawa amefanikisha mishe zake. Akasema sasa mnaweza mkaje mkakaa kwangu. Kwa tukatoka Kibaha ndo tukaenda ni Kinondoni hapa, Kinondoni B. Kwa tukawa tunakaa pale Kinondoni B. Haikuchukua muda mrefu sana. Tukapata pia Slide Visuals kwa open. Wakasema mnaweza mkaja ofisini. Ni story ndefu namna tulipofika, lakini tulifika ofisini.
Tukafika ofisini pale tukakutana na MX mwenyewe kumuelezea situation kwamba tunasoma Dodoma lakini tukamwambia tunafanya transfer kuja Dar. So kulikuwa tunaenda chuo afu tunarudi atufanye kitu bora tu tunasema kujisikiza. Lakini kimsingi tulikuwa mla shule. Of course Castle yeye alifanya hivyo. Alikuwa na Castle alifanya transfer. Lakini mimi kwa sisomi. Kwa baza akatupa nafasi kwa tukaanza tuseme ni volunteering slide visuals. Na tulikuwa beginner kwa maana ya kwamba tujeta kuwasha kompyuta. Dodoma tulikuwa tunatumia Canon 1200D. Unakijua kile kama kidogo sana. Tulikuwa hata tu edit, tunapiga picha wazitoa kama zilivyo. Kwa hiyo tukaanza pale na washikaji ambao tuwakuta walikuwa very supportive. Lakini tulifanya kazi kwa sababu bosi anajua wewe unajua kazi. Lakini wewe ndio unajua kwamba unajua kazi. Wewe ukipewa kazi unaingia YouTube, unapiga tutorial. Tunakumbuka kazi yangu ya kwanza alikuwa amekuja Faz the Bad Guy, msanii mmoja kutoka Nigeria. Afu Sheta alikuwa ndo anamhost. Kwa hiyo mimi ibidi niende nikashoot ile wanavo hang out na nini. Afu nikapewa 5D Mark II. Ndo mara kwanza naishika. Sijui hata kuitumia. So wakati niko kwenye gari ndo naingia YouTube naangalia settings za 5D Mark II. Tumefika, nimeshoot, nimerudi, unaingia tena YouTube how to edit. Kwa hiyo tulifanya kazi kwenye mazingira haya. Mafunzo kazini. So kwa mwaka mmoja na miezi miwili tulikuwa kama volunteer. Sio kazi, volunteer. Kwa kama volunteer hauna mshahara. Na kwa huo muda wote upkeep ilikuwaje? Yani kwa mfano tayari mnasema ya kukaa ndio, lakini chakula nini? So I say tulienda Kibaha kwa baba wetu, tuliondokaga na birika moja ya kuchemshia chai. Tuliondoka na birika moja ya kuchemshia chai. Kwa hiyo wakati tuko Kinondoni sasa, unajua kuna ile mmeenda kwenye kazi, mmerudi, labda usafiri mnapewa 10,000. Unajua zile? Ile 10,000 unaipata. Tunanunua mikate, majani ya chai, sukari, tunahakikisha tuna stock hiyo. Kula sana mikate. Kula sana mikate. Siku nyingine of course mnajispoil, tunaenda mambo ya barabara, kwa wale wamama wanaopika chakula na kwa samaki nini. Siku hizo sasa mna hela kidogo. Tunaweza kuwa na 30 nini. Lakini pia iko ni volunteering, lakini kila siku tu ofisini. Inawezekana tukawa hata wa mwisho kutoka ofisini. Na kwa watu wengine of course walikuwa beginners, lakini kichwani kwetu sisi tuna plan ya kutengeneza one of the biggest production companies in Tanzania. So tulikuwa hata tuna hiyo njaa, unaelewa? Tulikuwa tuna hiyo njaa, na hata wale watu ambao tayari walikuwa ni seniors ofisini, tayari walikuwa na Vimeo. Unakuta wana kazi zao nyingine tofauti na za ofisini. Kwa hiyo anaweza kusema nenda kanipigie. Nenda kanipigie. Kwa hapo unapata hivi 50, 100,000 na nini. So baada ya mwaka mmoja na miezi miwili ndo nimepokea mshahara wangu kwa. Baada ya hapo tukafanya kazi kwa miaka miwili mingine until COVID 2020. So COVID ilipofika makampuni mengi yalifungwa. Na ofisini kwetu pia ilikuwa ni mmoja hapo, ilifungwa pia. So wakati imefungwa, mimi na business partner wangu tulikuwa na kasi mmoja pia. Wakati ile makampuni, yani tuseme dunia ili shut down. Bahati nzuri sisi tulikuwa tuna mshikaji ambaye alikuwa na access na vifaa. Kwa hiyo kipindi kile watu wako ndani, sisi tulikuwa tunatoka karibia every week tunatengeneza passion projects. Tunatengeneza passion projects. Restrictions zilikuwa ngumu sana, tunatembea na sanitizers, mask nini. Lakini tulikuwa tunatengeneza project every week. So by the time dunia imefunguka sasa, sisi tayari tusha make a step. Na tusha make a decision kwamba turudi tena kwenye ajira. Okay. Tunaanzisha kampuni. Wakati vitu vimeanza kukaa sawa, sisi tukaenda kwa mwajiri wetu. Tukamwambia kwamba sisi I think kwa sasa hivi tuko sawa, tunaweza tukamove to another step, tunaomba tu baraka zako. Kwa fresh akatu bless, Aeroc Films ndo kaanza hapo. June 2020 Aeroc Films ndo kaanza. Of course imeanza kuna ups and downs. Unajua imetukuza, imetujenga kiimani pia. Na baadaye baada ya miaka mitatu nadhani 2023 tukaanzisha kampuni nyingine ambayo ni digital media, Aeroc TV. Sasa hivi Aeroc Films imetimiza miaka 6 June mwaka huu. Wow. Yeah. And we're still building.
So kuna vitu viwili hapo nimevipika ambavyo nadhani ni vitu ambavyo watu mimi mwenyewe nimekuwa nikistruggle navyo, especially nadhani pia imekuwa ni struggle ya watu wengi. Kitu cha kwanza ni kwamba tumeona mara nyingi partnerships zikianguka, especially kupata mtu ambaye unashare naye the same vision na mkaweza mkawa on the same page mkatengeneza kitu kubwa kama hicho. Nini ambacho nahisi kifanya partnership yenu ifanye kazi mpaka mkaweza ku get on the same page na kuweza ku create kitu ambacho mmetengeneza sasa hivi? Kiukweli partnership sio kitu rahisi. Sio kitu rahisi sana. Na sana sana partnership ya watu ambao maybe mko kwenye same age. Maybe mko kwenye uwezo, kipato ni sawa. Ni ngumu sana kwa sababu sisi vijana tuna pride, tuna ego. Kwa sio rahisi. Sio kitu chepesi, lakini you have to compromise. Nadhani kitu kikubwa sana ni kucompromise, kwa sababu ni kucompromise, lakini pia kila mtu kukumbushana, kila mtu kutambua nguvu yake, mchango wake kwenye mnachokitengeneza. Kwa sababu mimi naweza kuwa mzuri kwenye kitu fulani na wewe unatakiwa uwe mzuri kwenye kitu kingine, ili tukutane kwa pamoja, ucomplement weakness zangu na mimi ni complement weakness zako. Nadhani kitu ambacho kimetusaidia sana ni hiyo. Kila mtu anajua ni mzuri sehemu gani, na kila mtu anajua, kwa sababu sisi ni marafiki kabla ya kuwa partners. Na tulikuwa tunaishi pamoja pia. Hata namna ambavyo tulikuwa tunaishi, kwa sababu naweza kusema tangu tuko chuo mpaka tulianza hizi hustle tukaja mjini, tulikuwa marafiki, hatukuwa partners kwa sababu tulikuwa tunafanya kazi kwa mtu. Lakini namna ambavyo hata tulikuwa tuna operate same tunayokaa, tulikuwa tuna operate kama partners. Sio tulikuwa marafiki. Najua huyu anadili na baba mwenye nyumba. Siko na leo. Huyu anadili na kitu fulani. Yaani hatuingiliani kwenye majukumu yetu. Sawa sawa. Kwa hiyo pia hata tulivyoingia kwenye partnership, dynamics ziko wazi. Unajua mimi najua natakiwa deal na nini, najua yeye anatakiwa deal na kitu gani. Mimi najua strengths zake na weaknesses zake, na yeye anajua strengths zangu na weaknesses zake. Kwa hiyo si mkanyagi na yeye anikanyagi. Of course sometimes zinatokea, sio mara moja au sio mara mbili, lakini mwisho wa siku tunajikumbusha kwa nini tulianza. Mara nyingi sana umeona kwamba kuna kwa una issue ya comfort zone. Unajua comfort zone mara nyingi inasaulishaga watu vision zao, no matter how strong they are. Imagine sasa wewe umetoka kwenye kuhustle ambako ulikuwa una uhakika na your next meal, au utakula chakula cha aina gani au utafanya nini, alafu unafika kwenye mahali ambako unapokea mshahara. Alafu sasa tayari ushatengeneza security. Maana sasa hiyo ni security kwamba una uhakika at least sasa hivi mwisho wa mwezi kuna kitu kinaingia. Alafu bado mna choose ku step out of that security na kurudi tena kwenye kupambana. Mliwezaje ku avoid your comfort zone kusema kwamba sasa so far tushafika hapa, mara mbona mambo yanaenda vizuri tu, why do we need to start building a project again wakati? Yani what made you say this is not where we need to stop? Naweza nikasema pia wakati tumeajiriwa tushajaribu kufanya attempts kadhaa za kutaka kutoka kuanzisha cha kwetu. Lakini tulikuwa tushajiambia kama tunatoka kwenye hii kampuni ambayo tumeajiriwa na hatuna uhakika kama tutatengeneza kampuni aidha sawa au zaidi ya hii kampuni ambayo tumetoka, bado tubaki. Hiyo ilikuwa clear. Na mimi wakati nimeajiriwa kuna watu washawahi ku attempt kutaka kuniajiri. Ni betting company. Niwe creator wao. Na mshahara wao uko mzuri sana. Na ni security kwa sababu ofisi ambayo nilikuwepo unalipwa kulingana na projects unazofanya. Lakini hiyo sehemu ilikuwa mshahara ni standard. Kwamba unapokea kiasi fulani. Na hiyo ni kiasi kizuri sana. Na kwa maisha niliyokuwa nayo kwa kipindi kile, yangeweza kunisupport vizuri, yangeweza kusupport familia yangu, lakini niliona mna growth pale. Nilikataa. Na kuna watu walienda, unaona baada ya miezi 6-7 wanaendesha magari, unafanyaje. Sisi kama nielewa. Illusion ya mafanikio hiyo. Yes. Nadhani kicho tusaidia ni kwamba tulikuwa mara zote tunakumbushana kwa nini tumekuja mjini. Malengo yetu yalikuwa ni yapi? Kitu gani tunataka kukitengeneza? So kicho tusaidia ni ile bigger picture ambayo tuli discuss mwanzo kabisa. Kwamba hiki ndio tunachotaka kukiachieve. Kwa kilikuwa akituruhusu mpaka kesho, akituruhusu kwa sababu comfort zinatokea. So kwamba zitokee. Zinatokea na sometimes unajidoubt, lakini ukikumbuka kwa nini ulianza inakupa ujasiri ambao ni ngumu hata kuelezea. Kuna imani na kutengenezea ambayo watu wengine za kuhisi
una akili siko umeelewa, lakini nadhani ni hiyo. Wakati umefanya research tayari mlikuwa mmeshajua kwamba kuna players wako kwenye market. Kama umemention hapo tayari mlikuwa mnajua kwamba kuna kampuni kama Slide Visual iko na exist. Mlikuwa mnajua kuna watu kama Clouds wana exist na watu wengine. Hata sasa hivi pia kumekuwa kuna wingu la watu kuanzisha tu kampuni especially za media. Na hata biashara zingine zozote zile. Inafika mahali unakuta kampuni nyingi zinaanzishwa hapo, we all doing the same thing. Hakuna kitu, hakuna X factor. Nataka nijue wakati nyewe hata kwenye research yako wakati unafanya, wakati unaanzisha iRock, kuna gap gani ambayo mliona kwenye industry ambayo mlisema sisi nataka tulizibe, au kuna tatizo mlisema sisi we want to solve this problem, that's why we want to do this? Mimi nitakwambia ukweli, nitakuwa mkweli kwenye mimi, photography au production haikuwa ndoto kusema kwamba ni ndoto, ilikuwa ni ndoto ambayo ilikuwa crafted a doorway to a industry. Sio kama unaelewa. It's a doorway to a industry. Lakini kati ya vitu ambavyo naweza nikajibetia ni kwamba naweza nika take my time kufanya research na kujua kwamba nani anafanya vizuri, kitu gani kinachofanya vizuri sasa hivi, change iliyotokea kwenye industry. Sio kama unaelewa. Ukiweza kupata hizo information ni rahisi kuendana na soko husika ulilokuwepo. Wakati tunaingia kwenye tunachokifanya, hatakuwa na majibu yote. Hatakuwa na majibu hayo ambayo ya maswali ambayo unaniuliza kwamba tunaenda kusolve kitu gani. Hapana. Sisi tulikuwa tunaingia kwenye industry tukiamini tunaenda kutengeneza kitu kikubwa. Hatujui tunakitengenezaje, lakini tunachoamini tunaenda kutengeneza kitu kikubwa. Sijui kwa sababu tulikuwa tujui chochote kuhusiana na clients. Tulikuwa tujui chochote kuhusiana na market, biashara ambayo tulikuwa tunaifanya. Tulikuwa tujui chochote. Lakini wakati pia tuko kwenye hiyo ajira, tulikuwa tunamobserve anayetuongoza. Anaongeaje na wateja? Communication inafanyikaje? Mteja anatakiwa umtreat vipi? Si kama unaelewa, sio tu kushika kamera na kushoot. Kwa hiyo na watu wengine inawezekana mimi personally labda naweza kanita photographer au videographer, lakini mimi kichwani kwangu sijibox hivyo kwa sababu the industry is so huge. Sitaki kujiwekea titles. Kwa hiyo sikuwa na majibu hayo ambayo unaniuliza. Sikuwa na hiyo naenda kusolve kitu gani, lakini kwa najua kwa willingness, dedication ambayo tulikuwa nayo tungeweza kutengeneza kitu ambacho tunataka kukitengeneza. Wanasema you are as good as the people you surround yourself with. Yani wewe ni mzuri, yani uzuri wako au quality yako wewe inategemeana sana na watu ambao wanakuzunguka. I know ili kuweza ku create kitu kama hichi as big as it is sasa hivi, you had to make sure kwamba unajisurround na watu ambao kidogo wanaweza either wakashare vision na wewe, same vision na nyinyi, au wakaplay part fulani kupush your factor. Do you think kuna kipindi mlikuwa intentional about the kind of people that you talk to, au the kind of people that mnajihusisha nao? Yani sio kama tu mna hang out na kila mtu. Kuna muda ambao mlikuwa very intentional na watu ambao mnajihusisha nao ili kutengeneza hii vision? Kiukweli hapana. Nikiangalia namna vitu ambavyo vimeplay out, nadhani ni Mungu. Yaani kuna situation ambazo zinakutanisha na watu, sio wewe umezipanga zinakutanisha na watu, lakini ni Mungu mwenyewe ame set up place zake mwenyewe. Of course tulikuwa na jitihada, of course tulikuwa tuna hiyo njaa, lakini kuna vitu vingine is beyond us, ni beyond wewe. Yaani kwamba hii imetokeaje? Kwa mfano, wakati tumepata hiyo sehemu ya kukaa Kinondoni, hiyo sehemu ambayo nakwambia mtu alikuwa anafanya kazi bandari akaondoka. Hiyo sehemu ambayo tulikuwa tunakaa, ambaye alikuwa ni mmiliki wa hiyo nyumba ni kaka yake na Atuza ambaye anatengeneza viatu. Na Atuza tumekutana naye pale. Kipindi hicho alikuwa shaanza nani au bado? Hapana, kipindi hicho naye alikuwa ni photographer. Nakumbuka na kipindi Atuza za photographer. Tukafahamiana naye pale. Tulikutana tu na sio kwamba tulikuwa karibu pale, lakini later on akaja kuona kazi zetu na nini, tukaja reconnect. Na of course alipoanza biashara yake, kabla hata hajaanza kutengeneza brand yake mwenyewe, nilikuwa namtengenezea contents zake zile. Alikuwa anauza, nadhani alikuwa anauza bracelets, alikuwa anauza tie kama accessories. Lakini Atuza ndo aliyekuja kusababisha sisi kupata our biggest client. Umeelewa? Huo ni mfano mmoja. Na iko mifano mingine mingi. Haikuwa intentional kukutana naye, lakini umekutana naye play key part mbeleni kwenye maisha.
na hizo zimetokea kwa watu wengi. Kwa hiyo siwezi kusema ilikuwa intentional. Nadhani Mungu pia kuna vitu ambavyo Mungu amesababisha sehemu kubwa sana. Siwezi, watu wengi wanaifahamu Aero Films sasa hivi kuwa a big network. Mmeshakuwa sasa hivi a big media player. Sasa hivi kuna events nyingi tunaona presence ya Aero kipo, either ni production au ni hizi public events ambazo labda ni za entertainment na nini. Ni kama mmesha secure your place in the industry sasa hivi. People know you, people appreciate your work. How difficult is it to maintain sasa hiyo? Sababu unajua wanasema it's easy to get to the top. Yeah, true. And how do you stay there? Yani kwa mfano sasa hivi mmeshaona kama mmefanya a lot na mnafika huku, na naona so far mimi I'm a big follower of your work. Na so far naona bisa kwamba like every now and then you're announcing something different. Sasa how do you make sure you stay relevant in the market that is very saturated sasa hivi? What are you guys doing? That's a very nice question. Kitu cha msingi sana kwenye industry ni kukubali mabadiliko. Kubali mabadiliko, lakini pia kuhakikisha mara zote unajaribu kuwa sema ahead of the curve, si ndio? Kuangalia, kwa sababu vitu vile vile hamna kitu kipya. Lakini kuangalia masoko yaliyotutangulia wanafanya nini? Na kwa vitu ambavyo wanavifanya tunawezaje kuvi-apply locally na vikaweza kusaidia aidha makampuni, biashara, taasisi kuweza kucommunicate vizuri na customers wao. So sisi tunachokifanya ni mara zote kujikumbusha kwamba bado safari ni ndefu sana tunapoelekea, na mabadiliko yanahitajika every now and then, kwa sababu usipobadilika unakuacha, unabaki nyuma. Kwa sababu hata tulichokifanya kwenye Aero TV ilikuwa ni mabadiliko makubwa sana, kwa sababu Aero TV na Aero Films ni biashara mbili tofauti, lakini zinafanya vitu ambavyo viko sawa sana. Utofauti ni mdogo sana. Utofauti ni mdogo sana kwa sababu Aero Films ni production company ambayo inasaidia makampuni ndio na biashara kucommunicate na wateja wao kupitia picha na video. So tunafanya events, tunafanya documentaries, tunafanya matangazo, digital contents na vitu vya design hiyo. Lakini kwenye Aero TV is a digital network, it's a digital media network ambayo tunatengeneza contents zetu wenyewe kwa narrative yetu sisi wenyewe, na kutengeneza community ambayo sisi tunaitaka, na kupitia hiyo community ambayo sisi tunaitaka makampuni, mashirika na nani wakitaka ku-access hiyo community wanakuja kututumia sisi kutangaza vitu vyao. Utofauti ni mdogo. Production is still there. Production basically the main element hapo. Of course. Lakini kuna element tu ambayo inaongezeka ambayo ni distribution. Element ambayo inaongezeka ni distribution. Kwa hiyo kwenye Aero Films kuna kubanwa sana kwa sababu content sio yako, ni mteja. Kwa basically ni kwamba wewe ni kama niseme let's say executor. Yes. Umeniuliza kuhusiana na tunabaki vipi kwenye keep vipi na mabadiliko na kwenye trend na kila kitu. So kwenye Aero Films kuna kubanwa kwa sababu content sio ya kwako, content ni mteja. Wewe unaweza kutengeneza kitu ambacho ukisema hiki kikali, lakini mteja akwambia hapana, badilisha sauti. Ndio. Badilisha sio kitu fulani. Kwa hiyo una uhuru. Lakini kupitia Aero TV inatupa uhuru wa kutengeneza kitu ambacho tunaona sisi kinafaa kutengenezwa. Mteja anaweza akaja na event akachagua sasa, unataka tukuproduce kama Aero Films au unataka kama Aero TV. Tukija kama Aero TV tunakuja kama media. Hauna say kwenye tunachokitengeneza. Na tutakidistribute kwetu. Lakini ukija kama Aero Films sisi tunakuproduce, tunakupa. Utajua unafanya nini na hiyo content. Yes. Why wasn't Aero TV or Aero Films just enough? Why did you have to build a whole network? Yani kwa mfano mimi ningeweza tu kutosheka na kusema kwamba kuna Aero Films sasa hivi nafanya kazi, tuna documentary na pia umesema swala kuwa na creative freedom. Labda mimi ningesema kwamba sawa basi nimetengeneza Aero TV for creative freedom. Why did you feel like you have to create a whole network ya kutengeneza vitu vingine vingi? Sababu unajua hiyo ni take ya a bigger vision, a very big vision yani. Na sasa hivi unakuwa unaongelea kabla different projects. Kwa mtu mwingine angesema kwamba listen, financially we are good, maeneo haya hapa katikati hapa tayari tushafanikiwa. Aero Films kama Aero Films tayari it was a big success.
Rock TV pia ingewezekana ingeishia sehemu fulani. Why did it have to be unajua kwa mfano the first time ninaisikia Rock TV sikufikiria kama iRock Network. Nilikuwa nafikiria just iRock TV. Na nikaanza kuona zile kuna kama contents za news na nini na kama media TV fulani. Lakini sasa mkaenda deeper into creating your own content like a whole network. Na nakumbuka nilipokuwa naiona ikasa kwamba like this feels like it. Unaona kama tuna BET yetu sasa hivi yani. That's what I felt kwa sababu tuna BET yetu Tanzania kwa sababu we have had media companies tayari lakini kuna feel fulani kwa mtu ambaye yuko exposed kuangalia vipindi vya nje. Kuna feel fulani tulikuwa tupati. The way watu wana handle shows, production, the way wana handle hizo red carpets na nini. Why didn't you stop pale mkaamua sasa build a whole network? Kati ya vitu ambavyo mimi binafsi lakini pia of course na biashara yetu we are passionate kuhusiana na media. Na media ina play part kubwa sana kwenye nchi yoyote au kiwanda chochote ku export talents. Talents kwa maana ya wasanii, labda creatives na watu wengine. Inawezekana kuna talents sana sehemu, lakini kama hakuna strongest media, hizo talents ni ngumu kuziona. At least unajifanyia kazi wao binafsi. Na ukiangalia sehemu yote ambayo kuna media ambazo zina nguvu, zinafanya vizuri, maana hata talents zinakuwa exported kirahisi. Wakati tunatengeneza Rock TV pia kitu kilichokuwepo kichwani ni kwamba sisi wa Tanzania tuna kasumba ya kusema kufanya vitu kawaida tu. The bare minimum. Business as usual. Lakini kwa nini tusifikirie vitu, kwa nini tujiwekea mipaka kwamba inabidi nitengeneze kitu cha Kitanzania, kitu kidogo na kitu cha kawaida. Usitie nguvu sana. Usitie nguvu sana. Na nakumbuka hata wakati tunaanza vipindi vyetu vinaanza kusambaa, watu wako wanauliza, ni Wabongo? Ni Tanzania kweli? Kwa sababu feel sio Kibongo. Feel sio ambayo tumeizoea. Lakini sasa ni kwamba sisi tumetengeneza tukiwa tuna kitu kichwani kwamba tujijiwekea mipaka. Hiki kitu kinaweza kikakua zaidi ya mpaka. Kinaweza kikakua zaidi ya East Africa, kinaweza kikakua zaidi ya East African Central, kinaweza kaenda continental. Ndio jinsi wenzetu wa Nigeria wanavyowaza, hata wa Kenya. Wakifanya vitu hawajiwazii ndani. Waza kitu kinaweza kikakua zaidi ya mipaka ambayo inatuzunguka. Sisi tulisema tunaweza kutengeneza kitu, tuichangamshe industry. Kuna wasanii lakini ukiwaona wakiwa kwenye field fulani inaongezea hata value. So hicho ndio kitu kilikuwa main wakati tunatengeneza Rock TV. Umeongelea swala ku export talent, nimekumbuka story ya hata hivi kwenye World Cup tumeona kitu ambacho kimekuwa sensational. Ukiachana na watu ambao tayari tulikuwa tushafahamu kama wachezaji kama Ronaldo, Messi, kina Jude Bellingham na kina Kane. Mtu ambaye alikuwa fahamiki ni Vozinha, kipa wa Cape Verde. Na kuna interview niliangalia hapa juzi na akawa anasema alikuwa amehojiwa na Good Morning America. Akaulizwa imekuwaje at 40 years old ndo tunakutambua. Akasema point ambayo sidhani kama yeye mwenyewe alikuwa iko very exposed nayo, lakini alisema kwamba the reason why anaona yeye ni kubwa kwake kuchelewa kufahamika ni kwa sababu Cape Verde ilikuwa haina proper media presence. Yani si kusema kwamba sehemu kama sasa hivi akihojiwa na Good Morning America ambao ni show ambao ni kubwa sana duniani, tayari it's very easy for people kumuona, lakini kulikuwa hakuna a very huge media presence in Cape Verde ya kuitangaza hata nchi yenyewe. Yani basically nchi imekuja kutangazwa na platform ya FIFA. Yani baada ya kuingia kwenye World Cup kuna watu ambao walikuwa hata wajui kama ina exist. Kwa hiyo the point unasema kwamba like ukiwa kuna a very strong media presence, kuna utengeneza pia platform ya ku-export talents. Sasa hizi Vozinha from 50k followers to anakaribia 30 sasa hivi. Kwa hiyo platform. Na naona kama ni kitu ambacho pia mnakifanya nyinyi sasa hivi ni kwamba mnatengeneza platform kwa sababu nyinyi inawezekana mnafanya tu content nzuri, mnafanya content tofauti, lakini sasa kuna talents ambazo zinakuwa discovered kabisa from that specific platform. Very true. Why do you think it was very hard for us as East Africa to be able to tell our stories ili tuweze ku-export hizo talents huko? Au East Africa Tanzania. Tuseme Tanzania. Nadhani kuna nyakati tofauti ambazo watu walifanya hivyo, lakini pia kuna nyakati nyingine hazikutokea hivyo. Mimi nimekuwa inspired sana na East Africa TV ya kipindi kile. Na nani pia walivyoanza pia kuna mabadiliko fulani walileta. Kuna mabadiliko fulani walileta. Clouds pia walivyokuja na wenyewe kuna mabadiliko fulani walileta. So nadhani
sana sana ni kwenye maono ya watu ambao wanaongoza hizo taasisi. Kuna kipindi kuna viongozi ambao kuna maono ya kutengeneza hivyo vitu vikubwa. Kwa mfano kama Clouds imeplay part kubwa sana kwenye entertainment industry ya Tanzania. Kipindi kile East Africa sio nani alikuwa anaongoza na wenyewe play part kubwa sana, lakini sasa hivi kidogo naona kama watu wamekatia tamaa media. Na kwa nini wamekatia tamaa? Kwa sababu it's business, na kama it's business, na kama biashara ileti haitoi, yani ileti hela kama ilivyokuwa inaleta, of course watu inaona kwa nini ni invest wakati sipati. Lakini mimi siamini kama media haina nguvu. Mimi naamini media ina nguvu, lakini inahitaji namna tofauti ya kuifanya. Na vijana sasa hivi inawezekana, kwa mfano kama sisi platform yetu na platform nyingine, naona kabisa kuna mabadiliko ambayo wanakuja nayo na watu wanavutiwa nayo na wanatazama na wafuatilia, lakini ni vile labda hawana financial muscles za kuweza kukipa, kwa sababu it's expensive. Unajua sasa hivi changamoto ni kwamba ukishakuwa na simu yako na Instagram, una access na content popote pale duniani. Na imagine unataka kuangalia content ya Fox News, unaenda unakutana na content ya BT, unakutana na content ya Revolt, unakutana na content ya Spring Hill, alafu unakuja kukutana na content ya ITV. Sio, unaelewa? Kwa hiyo kama sasa hivi tuko kwenye globalization, maana yake namna hata ambavyo tunafanya vitu vyetu needs to be global. It has to be global. Of course you can curate the global, lakini you can localize it, lakini still tunatakiwa mtu akitoka kuangalia content ya same fulani, labda ya US au UK, akija kuangalia content local, asishushe sana. Naona kwamba okay, jamaa wanapiga standard zile, ujue. Na inakuwa rahisi tukifanya vitu vizuri kwa namna tofauti na kulingana na consumer anachokitaka, biashara ipo, mimi naamini kwenye media. Lakini pia kitu kingine kikubwa ni kwamba, kwa mfano kama sisi IROC, tunachokifanya tunatengeneza community. Community unayotengeneza unaweza kuitumia kufanya vitu vingine vingi sana. Kwa sababu it's a community. Unaweza kufanya events, unaweza kutoa products, unaweza kufanya vitu vingi sana kupitia community iliyokuwa nayo. Kwa sababu ukiangalia hata media za Tanzania kupitia wasikilizaji wao, biashara kubwa ujue sio media yenyewe. Biashara kubwa nyuma kuna betting company. Kila media ina betting company. Kupitia wasikilizaji tunatangaza betting company zetu tupate hela, kwa sababu sasa hivi makampuni yatoi hela ile tena ambayo huwa yanatoa zamani. Kwa inabidi utengeneze product yako mwenyewe. Kwa inabidi utengeneze product yako mwenyewe, kwa sababu watu tayari unao. Yes. Moving from, kwa mfano kitu kama product kama The Junction. So The Junction pia ni product ya IROC. Was it, ilikuwa nikisema kwamba tumeona kwamba we need to have a space for conversations, au yani what was the idea of saying kwamba let's just roll out this product? So inaanza nyuma kidogo. Sisi wakati tunaanza production company tulikuwa tayari tuna malengo ya kuja kuwa na media company. Lakini namna ambayo tulikuwa tunaitazama at that time ni kwamba media kama ilivyo Clouds, kama ilivyo East Africa TV, traditional media, umeelewa? Kwa hiyo tulikuwa tunaiona mbali sana, lakini tunasema namna ambavyo tutaisogea kwenye hiyo ni kwamba tutaanza kutengeneza vipindi kwanza kwa ajili ya outlets ambazo zipo, ambazo zinanunua vipindi. Kwa hiyo nakumbuka 2022 tukaanza, kuna kipindi tukakitengeneza, na kabla tulikitengeneza tuka contact na wao, tukaenda na kwenye HQ yao iko nje ya nchi, tukaenda kwenye HQ yao kujua tu their values, their standard, vitu gani ambavyo wanavihitaji kama content. Baada tulirudi tukatengeneza kipindi, tukatengeneza episode 2, tukawapelekea hizo pilots, tukafanya nao meeting, kwa very excited the quality ya hicho kipindi. Wakasema yo, kwanza hii haitaki kwenda kwenye hiyo channel unayotaka nyinyi, inabidi iende kwenye ile channel kubwa yao. Na sisi tukawa excited, tukaona kwamba tunachokitaka at least kinaanza kuonyesha mwanga. So wakatupa utaratibu wa namna ya kusubmit na nini. So sisi tukasubmit hizo pilots, tulikuwa tunasubiri sasa kutoka kwao. Mwezi wa kwanza kimya, wa pili kimya, wa tatu, wa sita, wa 10, tukaona hii chuma
Afu sasa wale watu ambao tunawasiliana nao wakati tena wapokee simu, wajibu tena message kwa yani kama tunagonga mlango au jamaa watufungulie. Let's build our own. IOC TV imekuja suna. Itakiwa iwe mbali zaidi, lakini imekuja suna ni kwamba tulisema kama wameshindwa kwa content hii tuliyotengeneza. Hakuna content tuliyotengeneza wataikubali. Sio waelewa. Ilikuwa ni kwamba let's do our own. Lakini tunachofanya cha kwetu inabidi tufanye kipindi ambacho hata kama tutapata sponsors within 2 years we can still run the show. So tukachana ile kipindi ambacho tulikitengeneza. Tukatengeneza kipindi kingine ambacho ndo The Junction. So kwenye The Junction tulisema tufanye podcast. Currently media ukiangalia watu wako too uptight yani. Vitu serious ithibati naita ithibati nyingi. Kwa hiyo nasema tutengeneze platform ambayo tutengeneze kipindi ambacho kitakuwa so free na kitawafanya watu wafunguke, waongee, washare stories zao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukasema tutengeneze mazingira ya kijiwe. Kijiwe cha kishua. Kijiwe ambacho kitakutanisha watu ambao wanatoka kwenye background tofauti. Wakutane sehemu moja, washare perspectives zao kuhusiana na issue moja. Na hata ukiangalia kwenye The Junction kuna host na kuna wageni wawili. Na wageni wawili mara zote wana background mbili tofauti. Mmoja inawezekana ni mshua, mwingine ni ametokea kwenye humble beginnings. Huyu labda yuko kwenye corporate, huyu yuko kwenye entertainment. That was by design. Okay. Lakini pia tukasema wewe tuvunje sheria kabisa. Tuweke pombe kwenye hii. Kwa sababu hamna kipindi ambacho kina pombe. Ngoja tuvunje sheria, tutie pombe kwenye podcast. Sio kitu ambacho kimezoeleka. Kwa tutie pombe, tukaweka John Walker. Host tunamtafuta host wa namna gani? Host ambaye ukimwona sasa huyu ni mtu wa kijiweni. Ana hiyo vibe ya kijiweni. Ndio tukamfikiria Charles. Kwa hiyo kile unachokiona kwenye The Junction ilikuwa by design. Kwamba watu waje kwenye session watengenezee mazingira ya kuongea. Your soul back. Waongee hadi na kwa sababu pia kuna pombe pale inaweza stimulate mtu akaongea zaidi. So hiyo ndio ilikuwa nanili, hiyo ndio ilikuwa lengo. Na of course mwanzoni watu wengi kwa elewi. Mbona podcast imechangamka sana? Mbona podcast imechangamka sana? Kumbe watu washachangamka. Kipindi kimechangamka sana, kumbe watu washachangamka, lakini pia ndio tulichokuwa tunataka kukipata out of the kipindi. Coming from a person ambaye ulikuwa na background ya execution. Imagine umesoma procurement, ndio? Yes. Alafu ukaingia kwenye execution. Alafu unavozidi kwenda na hii vision, role yako na yenyewe ina evolve. Yeah, true. Na sasa hivi sasa inakuwa kwamba like sababu vision, the bigger the vision, the more the people unahitaji make sure ina come true au execute true. Rather, yani instead of saying kwamba it was just 2 people, now mnakuwa watu 5, 6, 7 wengine ambao wanasaidia pia ku execute visions, creators na nani. Unachukua a managerial role. Sure. Kuliko executor role. Maswali yangu ni mawili. How did you manage to transition from being mtu ambaye anashika kamera kuwa mtu sasa, unajua mimi ni attachment issues. Unajua kuna muda unakuwa na issue ya kuachia kile kitu ambacho tayari ushazoea kukifanya. Kwa mfano kwa sababu ushajua quality ambayo unaitaka, unaanza inabidi uruhusu mtu mwingine afanye hicho kitu, wewe ubaki tu kwenye kusimamia quality. Lakini pia how challenging has it been hata ku lead teams now that it was just the 2 of you, lakini sasa hivi mna watu na me transition kwenye managerial role mostly, as much as some point tutakuwa na shika kidogo. How do you get into that space? Haikuwa ngumu kiukweli. Haikuwa ngumu personally, lakini kuna namna iliumiza kampuni. Haikuwa ngumu kwa sababu hii skill ambayo unaizungumzia nilijifunza. Na sio kwamba ilikuwa ni directing kitu ambacho yani kwamba nakipenda sana. Mimi nilikuwa nawaza matokeo zaidi. Yani kile ndio ninachokitaka kukipata. So either nifanye mimi au nikuite ufanye wewe, lakini still mimi ninachokitaka ni kile pale. Na hata namna ambavyo hata wakati nimeajiriwa nikiona hii kazi
na muhitaji travel na kuchukua wewe, tusaidiane tuifanye as long as itatoa matokeo ambayo mimi nayataka. Kwa hiyo kuna ile wanasema creative ego, mimi sijawahi kuniathiri kwa sababu mimi nilikuwa nawaza zaidi the end product. Hata wakati najifunza creatives wengine walikuwa wanaangalia behind the scene. Unajua ile wakati tunapiga picha au tunafanya video, creatives wengi wao wanaangalia behind the scene kwamba ilifanyikaje na nini. Mimi siangalia behind the scene. Kwa mfano kama mtu ambaye ana mstadi sana wakati nafanya hizi documentary video, ana mstadi sana Frank Papushka. Mimi nilikuwa naangalia shots alizozipiga. Kwa sababu ndo nawaza hii shot ametumia lens gani? Itakuwa 70-200. Hii shot itakuwa 85. Na iangalia shot iko na move au iko still. Kwa naangalia end product. Siangalii process ilikuwaje. Kwa hiyo kwenye unafanya unaanza mbele naanza mbele kurudi nyuma. Hata kwenye Aroc Films sasa haikuwa shida kwa sababu mpaka kesho hata kama timu ambayo tuko nayo imetokea kazi ambayo naona kabisa kwamba hii timu iliyopo haiwezi kutoa matokeo ambayo tunataka. Tunamtafuta mtu ambaye anaweza kutupa matokeo. Unadhani kama kitu ambacho umekiongelea so far kwamba like ulifocus kwenye matokeo ndio ina inform decision ambazo unafanya sasa hivi, skill unataka kujifunza na nini? When creatives wengi wamekuwa focus sana kwenye kupambania craft zao kuliko kubuild biashara. What is the issue there? There's the business side. Yeah, sure. Na watu wengi wamejikuta wamefocus on just the craft. Mimi ni videographer mkali sana, engo zangu ziko hivi, ukiangalia transitions nini, lakini at the end of the day the business is not thriving as much. So what is the issue there? Nani creative ego ina play part kubwa sana kwenye hiyo. Na kuwa too attached na unachokifanya. Na mimi nimekutana nao creatives. Anataka credits, anataka recognition. Ni sawa. Sio kitu kibaya, lakini kama kitu tumekifanya watu 10 kukifanikisha ni team. Si ndio? Sio mimi ndio nimefanya kitu fulani. This is a teamwork. Mwisho siku kwa pamoja ndio tumetengeneza hiki kitu. Na hiki ndio kinachomata. Mtu ambaye ana consume hata waza si nani afanya lighting, si nani afanya. Sawa, hizo credit unaweza kaandikwa pale, lakini mwisho wa siku this is a teamwork. Hata unavyotakiwa uipresent, sio mimi ndio nimefanya graphics, no, I was part of this project. It's more powerful than kujichukulia kuchukua kuchukua kidude kidogo sana ambacho ni part ya project nzima. So tuna changamoto hiyo sana creatives, lakini pia wanafocus sana kwenye craft, wanasahau biashara. Ni sawa ku sharpen your craft, lakini pia ni muhimu sana kujua upande wa biashara, kwa sababu biashara ina politics zake. Na pia kitu kingine ambacho ni kigumu kukielewa ni kwamba ubora wa kazi unaofanya au guarantee moja kwa moja success, value ambayo unaitengeneza. Value. Okay. Kuna watu ambao wanalipwa hela nyingi sana na hawajui hata kushika kamera. Sio kama unaelewa. Kuna kampuni ambazo mimi na wewe nisingana tunazijua, wakienda kupitch kuhusiana na kazi wanapata hela nyingi na hao watu hawajui chochote kuhusiana na kamera. Wao wanauza chai tu. Maneno tu na vingereza vingi. Wanapata, wakishapata sasa 100 million ndio wanakutafuta wewe, wanakupa 5 million ukafanya kazi. Kwa mshikaji wangu mmoja aliniambia, ni kama mentor. Wakati mwanzoni kabisa tunaanzisha kampuni, tulimfuata kwa ushauri. Akatuambia unatakiwa mzingatie sana value ambayo mnaitengeneza, kwa sababu hiyo ndio itakayosababisha mlipwe hela nyingi au hela nzuri. Value. Kwa sababu kuna production companies au agencies zinapata kazi, zinachukua South Africa mfano kuja kufanya kazi, na zinalipa hela nyingi sana. Lakini ukija ukiangalia ile end product ile inayopatikana ni unakuta tu ni video ya kawaida, kitu ambacho unaona hata sisi tungeweza kufanya. Ningeweza kufanya. Lakini utofauti ni kwamba namna ambavyo wamejipackage na wanavyojibeba kuanzia kwenye communication, si ndio, ile flow ya communication, team arrangement ya kampuni, ina mtu mwenyewe anayetoa hela anakuwa comfortable kutoa hiyo hela. Lakini unaweza kukutana na mbongo hapa creative mkali sana,
lakini unaweza kumwambia nitumie hata invoice, anaona kama vile umemtesa sana. Sasa invoice ya nini? Au sijui perform invoice ya kitu gani? Sio kama unaelewa. Kwa hiyo as much as tunavyo focus kusharpen our craft, lakini pia inabidi tujifunze kuhusiana na biashara kwa sababu ni ulimwengu mwingine tofauti kabisa. Na ukiweza kufanikiwa kuwepo katikati ya hizi dunia mbili, utaona kwamba hii industry ina nyingi sana. Changamoto gani ambazo unajua, like this is a whole journey, like 2016 2017 since tangia Vision imekuwa formed mpaka leo ni almost over 10 years. This is what we see. Sisi ambao tunafanya consumption tunaiona tu iRock. This is, we don't see the story kama ile ambayo umetuambia. No, we don't see the grind, we don't see the nini. What are the biggest challenges ambazo mlikutana nazo kuifikisha hii Vision mara ambako ipo sasa hivi? Changamoto nyingi sana baba. Sana unapoingia kwenye biashara, mjui chochote kuhusiana na biashara, it's your first time doing it. Kuna changamoto nyingi sana kwa kuanzia wafanyakazi, kuanzia compliance, maana TRA, namna kuhandle wateja, politics za biashara, fitna za biashara. Changamoto ni nyingi sana. Ni nyingi mno. Lakini pia ukiwa unaamini sana kwenye kitu ambacho unakipambania, kuna muda nilikuwa mimi na partner wangu tunaulizana, mbona vile sisi hatuna changamoto hivi? Mbona vile ni smooth ride? Sasa tunaanza kukumbushana, unakumbuka kitu fulani kilitokea? Unakumbuka kuna kitu fulani kilitokea? Ni changamoto, lakini namna ambavyo tunaichukulia, yani tunaichukulia kama part of the journey. 10 years from now, where do you see iRock? Sababu you're closing in on 10 years. Where do you see it in the next 10 years? Naiona kama platform ambayo imefanya mabadiliko makubwa sana. Sana kwenye creative industry, kwenye entertainment industry. Naiona kama taasisi ambayo imewashika mkono vijana wengi, imewapa nafasi. Naiona kama platform ambayo imechange narrative. Sana upande huu creative. Lakini pia naiona ikikua zaidi ya Tanzania. Sijui kufika wapi, lakini naiona ikikua zaidi ya Tanzania. Kama ilivyoanza ndivyo itaendelea. Yes. Kuna kitu waga na semaga kwa sababu wewe you've been in the industry for a while, na unaona kuna watu ambao pia ndo wana strive kwenye hii industry sasa hivi. Leo mpata opportunity ya kukutana creatives ambao ndo wanaanza kwenye industry, watu ambao na wenyewe wana a dream au wana vision kama ambavyo nyewe mlianza, na ukapewa dakika moja kuambia kitu, 1 minute ya kuambia kitu ambacho unaona kitawapa direction kwenye kitu ambacho unakifanya, ungewaambia nini? Mimi nitawaambia kwamba chochote ambacho wanafikiria kukifanikisha it's worth it, lakini sio rahisi. Na wakati wowote ambao watakutana na changamoto au watajidoubt, watafikiria kuquit wanachokifanya, wakumbuke kwa nini walianza. Lakini pia we are not bigger than the problem. Industry ina vitu vingi sana. Kuna vitu vingi sana ambavyo vya kukatisha tamaa, vya kukukumbusha kwamba hujui kitu. Kwenye changamoto zote ni kumrudia Mungu. Kumrudia Mungu, kumwomba Mungu akupe nguvu na resilience. Kwa sababu staff sio rahisi kabisa kusurvive kwenye industry. Lakini pia waweze kutengeneza mahusiano sahihi, kwa sababu baraka, maombi tunayoyaomba yanapitia kwa watu. The next deal utakayoipata itapitia kwa mtu. Na chochote kile kizuri ambacho tunakiomba kwenye dunia, ikitokea itu akishuki, kinapitia kwa watu. Kwa hiyo ishi na watu vizuri. Jifanye mjinga sometime. Jifanye mjinga sometime. Sio kujishusha, lakini kuna namna you have to navigate. Kuna namna you have to navigate. Kitu kingine pia, jua siasa za industry iliyopo. Jua siasa za industry iliyopo, kwa sababu cultures zinatofautiana. Mtu ambaye ana strive Kenya ni tofauti na anaye strive Tanzania. Kuna vitu ni similar, lakini kuna namna ya kunavigate ambayo ni tofauti. Kwa Tanzania tuna cultures zetu, tuna namna yetu ambavyo tunataka kutreatiwa.
Kuna utofauti, kuna namna ambayo wewe Trevor, na hicho ni kitu nimekutana nacho. Wewe Trevor, nimekuona wakati una kitu. Nimekuona wakati unanichaji 200,000. Leo unanichaji milioni 30. Why? How dare you? Umeelewa? Kwa hiyo tuna vitu vingi. Kwa hiyo inabidi kubadilika kwenye kila hatua ambayo every step inahitaji a different version of you. Well, shukran sana. Thank you for coming in Convo Lane today, na I believe kwamba vitu ambavyo tumeweza kuviongea hapa mimi personally vimenifungua sana, na naamini mtu yote ambaye anaweza kaangalia hii episode naye atafunguliwa zaidi. So thank you very much. Asante sana bro. Nashukuru sana kwa mwaliko. Esbini kidogo tumepishana hapa kwa sababu mambo ni mengi. Sio mambo ni mengi. Hii ni mara yangu ya kwanza kuwa mbele ya kamera. Kwa hiyo kuna namna ambayo nilikuwa unaenda kwa mbele ya kamera, mimi nishazoea nyuma ya kamera. Kwa hiyo kidogo ilichukua time kusema ngoja nikafanya. Na nafurahi kwamba ndo platform yangu ya kwanza. Na sisi tunashukuru kwamba ni ndo sehemu ya kwanza ambayo umeanzia. Sehemu ya kwanza ambayo nimeonekana mbele ya kamera. Asante sana bro. So we hope we see more of this. Kabisa. Shukrani sana. Asante sana bro. Pamoja.